Swali lako zuri sana. Lakini nimekaa kimchekesho sana. Wanauliza naomba kujua kuhusu ufaradhi wa kuheshimu Ahlul Bait na mashehe. Na inakuwaje kuhusu wale Ahlul Bait ambao wamepinda kuwanyosha kimaneno na mikwaju kama kuna makosa? Je, kuna makosa na kuwanyosha kimaneno na mikwaju? Kuna makosa? Aya, shekhe wangu, swala la kuheshimu lina mipaka na mpangilio mzima wa namna heshima inavyotakiwa iwe. Hatukuambiwa kuheshimu tu, bali tumewekewa na utaratibu wa jinsi ya kuheshimu. Kwa hiyo ndiko kuheshimu mashehe ni sawa. Shekhe kilugha ni mtu mzima, lakini kisheria ni mtu ambaye anasimamia jambo la Waislamu kuwaelekeza kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Yeye ndo anakuwa kiongozi wao, anaitwa shekhe. Lakini kilugha ya kawaida shekhe ni mtu mzima yoyote. Sasa tunaenda kwenye masala ya kisheria Sasa anasema vipi kuheshima yao hawa watu na Ahlul Bait, kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwaheshimu ni mahala pake pia, ndivyo Mungu anavyotaka. Kula as'alukum alaihi ajra illa almawaddata fil qurba. Tafsiri watu wengi kabisa wanachuoni wamesema alqurba ni Ahlul Bait, watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana familia yake, ukoo wake na nasabu yake, kitu kama hicho. Hawa watu wana heshima zaidi kwa nasabu yao. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amependa pia kwa niaba ya Mtume Muhammad waheshimiwe, kwa sababu ukiwakizi wale ukawadhalilisha wale, kwa maana nyingine ni kama unautweza na kudhalilisha ukoo wa Mtume Muhammad au nasabu yake, familia yake. Sawa Kwa hiyo wana mahala pa heshima katika Uislamu kwa mujibu wa maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama sasa akaulizwa bwana, je, wakiwa wamepinda kuwanyosha? Ndio mahala pake kuwanyosha. Hakuna mtu alokamilika, lakini kwa lugha iliyokuwa nzuri na yenye heshima ndani yake. Sawa. Akiwa ni mtovu wa adabu, kwamba sasa yeye kwa sababu kasikia ni sharifu yeye, kuna watu wengine ili jina limekuwa kwao ni kilema, ugonjwa, badala ya kuwa ni jina la faida na maslahi, kwa limekuwa ni ugonjwa. Sawa. Hawa watu kweli Mungu anataka waheshimiwe, kama ambavyo hata wanachuoni pia Mwenyezi Mungu anataka waheshimiwe. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Watu wa innama yakhshallaha min ibadihi alulama. Wako wanachuoni walosoma innama yakhshallahu min ibadihi ulama, ay khashiyatu ta'dhimi wa takrimi wa tafdhili wa tabjili, sio khashiyatu ya tanzihi, ni ya taadhimi. Sawa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anawaenzi, kwa baadhi ya wafasiri wa mfasiri, Mwenyezi Mungu katika waja wake anawaenzi wanachuoni. Ikataja hiyo khashi hapo kwa maana ya at-ta'azziz. Sawa, kuwaenzi. At-ta'azziz, kuwaenzi. Sawa. Kumetajwa kwa maana ya khashia. Wengine wakasoma. Sawa, sasa hii irabu kwenye msaafu haikutiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wala maswahaba. Irabu imekuwa kazi ya wanachuoni wengine chini sana baada ya maswahaba kuondoka. Sawa? Ndio maana tunaambia watu wakati mwingine watulie, waache mizuka. Sio? Kwa hiyo hivyo ninavyokuambia ni sawa. Wengine wamesoma innama yakhshallahu min ibadihi ulama, hakika anawaenzi Mwenyezi Mungu katika waja wake wanachuoni. Wengine wakasema innama yakhshallaha min ibadihi ulama, hakika wanaojua kumuenzi Mwenyezi Mungu katika waja wake ni wanachuoni. Ya sawa tu shekhe wangu. Sio? Kwa hiyo akiwa ni shekhe wako, maana yake yuko katika ile kundi. Akiwa ni mtu wa kizazi cha mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuko katika ile kundi. Wanastahili heshima, adabu na unyenyekevu. Uwaweke kwenye kundi kama la wazazi wako sasa, ili upate kujua jawabu nzuri ya haya maneno ninayokuambia. Mzazi wako ni mzazi wa kiwiliwili, hawa ni wazazi wako wa kiroho. Sawa? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mzazi wa kila mtu katika sisi, kwa sababu anazilea roho zetu. Kwa hiyo katika maana ya kumjua Mwenyezi Mungu na kumstahiki anachostahiki kuabudiwa nacho, yeye ndo baba yetu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani akasema wake zake ni mama zetu. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, nabii ni bora kwa waumini kuliko hata wao wenyewe. Waacha mahala penye maangamivu wakajitie waangamie wao, kama itabidi kuangamia kwao kumnusuru Mtume Muhammad. Sio mkafara ya kawaida hiyo. Sawa? Waumini wajitoe nafsi zao kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio yeye ajitoe nafsi yake kwa ajili ya wao. Kumbuka hivyo.
Kwa hiyo katika nasabu ya kiroho huyu ni baba yetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajuhum ummahatuhum, na wakeze mtume ni mama wa waumini wote. Wakeze Mtume Muhammad ni mama wa waumini wote. Na hapa ndipo unapowapata makafiri na wanafiki. Kwa sababu angalia kama wale mashia wanavyoshindwa kimtukana bibi Aisha na kumtukana bibi Hafsa, lakini wamesahau kwamba Qur'ani inawatambua wale kama ni wakeze Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mama wa waumini wote. Sasa kweli niambie, kuna mtoto ambaye anashinda akizunguka mitaani akiwatangazia tu mamangu Foxy malaya mkubwa, mamangu mzinifu, mamangu mshirikina, mamangu kafiri, mamangu hana dini? Ni mtoto wa namna gani huyo? Yuko mtoto wa hivyo? Hii ndio dalili ya ukafiri wa mashia, wala tusiulize jingine. Maana yake mtu ambaye anafanya matangazo, anayaandika na bandika mabango mitaani, anazunguka kitangaza kwamba mamake malaya, mamake mzinifu, mamake kafiri, mamake mshirikina, mamake mnafiki, huyu mtu hawezi kuwa na dini hata siku moja. Labda dini ya mapagani, kwa Waislamu hakuna hilo. Kwa hiyo inatutosha kwa hii hoja tu kwamba ni makafiri hapa. Na Mwenyezi Mungu ndio alivyomwambia bwana mtume kwamba wake zake hata baada yake kuondoka hawaoleki, kwa sababu kuwaoa wale wanawake ni sawa sana mtu kumwoa mamake. Sio, wala tankihu azwajahu min ba'di, baada yake mtume msioe wake zake, kwa sababu mnaoa mama zenu, kama Qur'ani ilivyothibitisha kwamba hao wake zake za mtume ni mama zenu waumini. Sawa, inakutosha hiyo, wala usitafute ushahidi mwingine kwamba jamani makafiri sio waislamu wenzetu. Sawa. Unaona sabani nimekuwa mkali kidogo sababu majitu yanakera sana. Kwa hiyo katika msingi huu wa kwamba mtume ni baba yetu wa nasab nani wa kiroho, kizazi chake kile wanakuwa ni kaka zetu na dada zetu kiroho. Sawa Ndio, watakuwa maami zetu, maamati zetu, makhalati zetu na makhali zetu kiroho. Wana mahala pa heshima katika mioyo yetu kwa mujibu wa maagizo ya Mwenyezi Mungu. Kwa sasa swala linakuja, ndugu yangu anasema, je, wakipinda wakipinda tunawanyosha kimaneno kama ulivyosema, tunawanyosha maneno. Alhamdulillah. Kwamba mzee, hebu usivunje heshima ya Mtume Muhammad, kwa sababu desturi ya heshima, mtu kadri unapokuwa mheshimiwa, unapokosa kosa lako linakuwa kubwa zaidi katika jamii kuliko ni mtu mwingine yote. Mtu yoyote mwenye hadhi kubwa sana akifanya kosa, lile kosa linakuwa na uzito mkubwa zaidi na linakuwa la wazi zaidi, na uchungu wake na huzuni yake na majonzi yake kwa watu inakuwa makubwa zaidi. Kwa ni sawa huyu mtu kujiheshimu, kwa sababu akijiheshimu hatunzi heshima yake tu, anatunza heshima ya wale ambao wamemfanya kuwa nayo. Yeye ni anadamu ya Mtume Muhammad, inatembea katika mishipa yake. Sawa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi huoni aibu wewe kwenda kufanya kitu ambacho Mtume Muhammad katahadharisha kisifanywe, au Mwenyezi Mungu kamwagiza awaambie watu hicho kitu kitahadhariwe, akasema, au kasema Mungu mwenyewe, au akamtuma yeye aseme akasema, alafu unaenda kuvamia kile kitu ambacho kinatakiwa kutahadhariwa kisisogelewe, huku una damu ya Mtume Muhammad inatembea ndani ya mishipa yako. Aisee, una ugomvi wengi sana siku ya kiyama, kwa sababu una ugomvi wa Mwenyezi Mungu kuvunja amri zake, una ugomvi wa kuitweza damu ya Mtume Muhammad na kuivunjia heshima yake. Kwa hiyo huyu mtu ni sawa kukanywa kwa maneno akiwa na tabia chafu na mienendo isiyofaa. Alhamdulillah, sehemu kubwa ya kizazi cha Mtume Muhammad huwezi pata mtu aina hiyo. Alhamdulillah. Kwa swala hili linatokea kama je ikitokea. Sawa? Maana wapo kama hivyo alivyosema mashia hawa wanao masharifu mle, hali ya kuwa mashia sio waislamu kabisa, lakini wameweza kuwarubuni baadhi ya watu kizazi cha mtume wakawa watu wao kule. Sawa? Wale nao wamejiunga katika kumtukana khalifa wa mtume Sayyidina Abubakar na Sayyidina Umar na kukitoza kizazi chake kwa maneno ya kashfa na dharau. Sawa? Ndani yake wakiwepo wake mtume ambao bwana wamemzalia mtume sallallahu alaihi wasallam mabinti wazuri sana. Sayyidina Umar ibn al-Khattab amemzalia Bi Hafsa binti Umar, na Sayyidina Abubakar Siddiq amemzalia Bi Aisha binti Abi Bakar, na mtume kwa ridhaa yake na kwa ruhusa ya Mola wake ameoa. Wama yantiqu ila wama yantiqu anil hawa, mtume hasemi kwa matamanio, in huwa ila wahyu, chochote atakachokuwa kakisema basi ni wahyi yuha ilai, ambaye kapelekewa. In huwa ila wahyu yuha, kama kuna chochote atakachotamka mtume basi ni ufunuo umefunuliwa kwake na Mwenyezi Mungu atamke. Alipotangaza ndoa kwamba anataka kumuoa Hafsa binti Umar, huo ni wahyi. Alipotangaza kwamba anataka kumuoa Bi Aisha binti Abi Bakari, huo ni wahyi.
Kwa hiyo mtu anapojaribu kuona hawa watu makafiri wa nani, manake anaukashifu wahai uliomuelekeza mtume kuwa wanawake, kwamba hata ule wahai haukuwa wahai kweli. Maana ungekuwa wahai kweli, hawa watu wangekuwaje makafiri kama anavyodai mtu? Kwa hiyo kuna matusi mengi mtu anafanya katika tusi moja tu, laanatullahi alaihim mashia, walaaniwe. Wanamtukana mtume katika mambo mengi sana, manake hata ile heshima yake mtume pia wanaitukana, kwamba hata huyu mtume mwenyewe hakujua hata wanawake wanaofaa kuoa kwa ajili yake, hali ya kuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ameenda kuoa watoto wa washirikina, kaenda kuoa watoto wazinifu, kaenda kuoa watoto wa sofa. Liko lishia moja linasema kabisa zakari ya mtume itakaa motoni. Angalia, astaghfirullah, Mungu, wanadamu jamani, eti kwa sababu aliwaingilia baadhi ya wanawake washirikina, kwa hiyo zakari yake itakaa motoni, yeye mwenyewe akae peponi. Angalia watu wanavyocheza na imani za watu na dini nye. Laanatullahi alaihim mashia, na ni makafiri, wala hakuna haja ya kuogopa. Naona. Kwa hiyo katika sura hii hatujali huyu mtu ni mtaadhimishwa kiasi gani kwetu na kwa Mwenyezi Mungu. Akiwa ni mtu ana nasabu ya Mtume Muhammad, anastahili heshima, ni agizo la Qur'ani. Kadhalika mtume mwenyewe alisisitiza sana kizazi chake kiheshimiwe, kienziwe, na mahala walipo heshima yao itambuliwe. Hilo ni jambo la kidini kabisa na la kilazima pia. Ukiwatweza Ali Baiti Rasulillah, ndio iko shaka kwa 99% ya kuwa kafiri. 100 tunamwachia Mwenyezi Mungu, fala haula wala quwwata illa billah. Naona na Mwenyezi Mungu kawapa makamu na daraja ambayo hajampa hapo yoyote. Amesema asitajwe Mtume Muhammad tena katika swala isipokuwa atajwe na ali zake. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sijui wanakataa alama Wahabi, nadhani huwa hawasemagi hivyo. Manake chuki yao yote ni kwa kizazi cha mtume, wakidai kwamba kwa sababu ni mashia. Kizazi cha mtume sio mashia bwana. Mashia hawana uhusiano wowote na kizazi cha Mtume Muhammad. Balaa lililowakumba kizazi cha Mtume Muhammad kwa mashia ni sawa na balaa lililomkumba Nabii Isa kwa Wakristo. Hiyo wala wewe huna tofauti yote, kama una elimu na akili zimamu chukulia tu hivyo. Balaa lililowakumba kizazi cha mtume kwa mashia sawa sawa na balaa lililomkumba Nabii Isa ibn Maryam kwa Wakristo. Wamesema kile walichosema kumuhusu na hana habari maskini. Wakamnyanyua mwisho wakamfanya Mungu mwenyewe au mtoto wa Mungu. Hajamtuma mtu yote kufanya hivyo wala kuwafikiana naye wala kukubaliana naye. Lakini wao wameamua na kwa wingi wao wanatangaza afanyeje? Kaliacha mikononi mwa Mwenyezi Mungu. In kuntu qultuhu faqad alimta. Sawa? Yeah. Mwenyezi Mungu asema Nabii Isa atajenga hoja siku ya kiyama kumwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi, mimi habari ya kusema hawa watu waniite Mungu au mwanawe, mimi na mama yangu, mimi sijasema. Na kama nimesema basi hata ungekuwa na haja ya kuniuliza, ungekuwa unalijua ili jambo kabla hata mimi sijajitetea hapa. Unaona? Kwa hiyo nimekuachia watu wako, wewe ndio uliowaumba, na wakati waliporopoka hiyo mineno ulikuwepo, mtajuana. Kwa hiyo hivi ndivyo inavyokuwa kwa kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa jamaa wanazoa kila uzuo, uongo, kila unafiki, na wamefanya hawa ndio ngazi yao ya kupandia kwenda kuwakashifu wengine wasiokuwa hawa katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika wapenzi wa Mwenyezi Mungu katika makundi ya Waislamu. Wanaitumia Ali Baiti Rasulullah kama ndo ngazi yao ya kupanda kwenda kuwatukania wale, hali ya kuwa si agizo la Mungu wala la mtume. Lakini ni mfumo wao, kama Wakristo walivyofuma mfumo wao, wakawavurumishia Ali Baiti Rasulillah kila namna ya kujifanya wanamtetea, kama Wakristo walivyomfumishia Nabii Isa kila namna ya kujifanya wanamtetea, kisha wakamtukana mpaka Mungu mwenyewe na kumtukana kila mtu mwingine anaohusiana na Mungu kwa kisingizio cha kumtetea Nabii Isa. Hawa nao wamechukua mfumo huo, wakawatukana watu wengine wote wasiokuwa Ali Baiti Rasulillah na kuwavurumishia maneno yote mabaya katika kisingizio cha kujifanya wanawatetea, hali ya kuwa wahusika hawana habari wala hawajahusiana nao wala hawajamtuma wote kufanya hivyo. Nafikiri mshanielewa. Kwa hiyo katika maana hii ni sawa kumuonya Sharifu, mtu wa nasabu ya Mtume Muhammad, kwamba katika kufanya kwake makosa anaitweza heshima ya Mtume Muhammad, lakini pia anaidhalilisha damu ya Mtume Muhammad ambayo inatembea katika mishipa yake. Wallahi wa billahi. Na wanazo hadhi hawa watu kama wakifuata mfumo ule wa asili wa damu yao, kwamba wakishika dini ya Mwenyezi Mungu jinsi ile ambavyo mzee wao ametaka waishike pamoja na Waislamu wengine, wanakuwa ashraf, wanakuwa watukufu zaidi kuliko hata hivyo walivyo.
Mimi kwa macho yangu ninashukuru. Wallahi wa billahi, nimemuona mwanamke ambaye ni wa kizazi cha Mtume Muhammad, Sharifa binti wa kike ambaye ni ana damu ya Mtume Muhammad ndani ya mishipa ya mwili wake. Wallahi wa billahi, ninakuapieni Mungu shahidi, kwa macho yangu nimemuona. Anakaanga maandazi, yale mafuta yanachemka kwenye kile kikaango. Yeye mikono yake ndo anatumia kuwa ndo vitu vya kuingizia maandazi mle, na anageuzia kwa mikono yake, na anatoa na mikono yake salama salimini. Ni mama mtu mzima, sio msichana mdogo. Kabisa kabisa, yani moto haumfanyi chochote, yani hata kishika makaa kadumbukiza mkono akitoka salama. Ndiyo, kwa sababu damu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inatembea katika mishipa ya damu yake, katika mishipa ya mwili wake. Si ajabu. Kwa hiyo wakiwa jinsi ile ambavyo mzee wao alikuwa, wanakuwa bora ya watu. Wakienda kinyume wananasihiwa. Wananasihiwa kwamba jamani, hapo mmeacha mila na desturi za asili za dini yenu, lakini pia na nasabu yenu. Maana hapo sasa akifanya uaswi, anaichafua nasabu yake, anaichafua na dini pia. Akikaa vizuri, anaienzi dini yake, anakuwa kaienzi na nasabu yake. Ni mahala pake kumtaadhimisha, ana haki ya kutaadhimishwa mahala popote atakapokea katika majlisi, kwa jinsi ambavyo taadhima katika Uislamu inavyoelekeza. Sawa, maana kila kitu kina mipaka. Kwa hiyo asija kukwambia wewe ni sharifu, sasa ngoja ninye ule mavi yangu upate baraka, nayo umekazana, wewe ni mwehu vile vile, kwa sababu hujui mipaka ya vitu. Au kunywa mikojo yangu mimi ni sharifu, na umechukua mdomo na kinga, wewe ni mwehu vile vile, huna akili wala huna maarifa. Sawa, lakini katika utaratibu ambao Mungu anaujua na ameuridhia, hawa heshima wanaistahiki na ni mahala pao. Naomba uelewe hivyo. Sasa swala la kuatia mikwaju, kama ikiwa mmeshindwana kimaneno, jaribu kuangalia jinsi ambavyo ukishindana kimaneno na babako na mamako, mwisho mnaishia wapi. Hapo tu ndo ninakuwekea mpaka wako tu basi. Baba yako mkikorogana kimaneno mkashindana, unamnyanyulia fimbo? Mwisho wa siku unamwambia nimekunasihi kwa kadiri ya dini yako inavyotaka, na amurua unavyotaka. Kama hutaki basi haya. Mama yako kadhalika. Sidhani kama babako na mamako ukiwanasihi wamekosea, sasa kidini kabisa, ukawanasihi wamekosea, alafu mkaona mmepishana lugha, unanyanyulia bakola. Tafadhali mzee. Kuna mipaka bado pia ya namna ya nasaha. Inaposhindwa kunatokea nini? Hapana, habari ya kupigana haijafika. Kwa hiyo ishia kwenye maneno, wanasihi kwa maneno. Wakikataa basi waambie nimeshakunasihini wazee wangu kwamba ili mnalofanya si sawa, wazazi wako. Ikiwa ni shekhe wako unamwona anakwenda ovyo kapinda, basi mwambie shekhe, wewe ni kiongozi wetu na kutegemea uwe dira kutuelekeza kwa Mwenyezi Mungu. Hayo unaofanya hayaendani kabisa na utaratibu wa Mwenyezi Mungu. Asije akajifanya kwamba siji kuna isharati zinamuelekeza afanye hivyo. Hakunaga cha habari ya isharati kwenye masala ya kiusuli. Kwenye masala ya dhawakiri umur, mambo kwa dhahiri hakuna habari ya isharati. Lakini kwa batini pia hakuna isharati ambazo zinaelekeza watu kwenye makosa, tafsiri yake iwe ni kupatia. Hapana. Hapana mzee. Tusipotezeane wakati hapa. Ukimuota nguruwe usingizini, yale ni masala ya batini. Tafsiri yake haiwezi kuwa mbuzi bwana. Tafadhali. Nguruwe ni nguruwe na mbuzi ni mbuzi. Na Mungu anajua jinsi ya kuleta mifano ambayo mtu ataitohoa maana yake na kupata faida na maslahi yalokusudiwa ndani ya mifano ile. Kwa hiyo ni hivyo. Sawa, heshima kwa kadri ya jinsi ilivyopangwa ifanywe na namna ambavyo taratibu zake zinatakiwa iwe. Naomba ieleweke hivyo. Kwa hiyo inshallah nashukuru Mungu. Hivyo. Huwezi kumpiga babako na mamako, kadhalika huwezi kumpiga shaka wako. Sawa? Akifanya makosa kwa mujibu wa sheria ambayo atapelekea apigwe, anapigwa na sheria, sio wewe. Nafikiri unanielewa hapo. Usije ukafikiri eti kwa sababu wewe ukimkuta babako amemzini mke wako. Sawa? Mlango wa sheria ya mtoto kama we mtoto kwa Mungu na babako unakubana wewe. Lakini sheria yenyewe ya zina inakupa ruhusa. Sawa? Kwa hiyo hata baba yako kama ukimkuta na mke wako, sawa, anamzini, vile unavyowafanyaga watu wengine unaowafumania, we babako mfanye hivyo hivyo, kwa sababu hapo amevunja sheria sio za kwako wewe, na yeye kavunja za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mkatilie kwa mbali kichwa lake tu, wala hapo Mungu hatokulaumu. Jicho lake mkatilie kwa mbali. Kadhalika na shekhe wako umeambiwa umtaadhimishe kwa sababu ndo mtu aliyokufanya kujua njia ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Lakini hukuku mzini mke wako ndo katika njia za kwenda kwa Mwenyezi Mungu alizokuelekeza yeye. Kwa hiyo karuka mpaka amesogea upande wa pili ambako kule sheria haichagui.
unamuwasha tu mikofi alafu mnamkatilia mbali jicho lake lile kubwa. Lakini katika mlango huo wa had al-hudud, mlango wa mipaka ya kisheria, akinywa pombe shekhe wako, kama sheria ya Kiislamu ndio inaofanya kazi hapo, mlambe bakola 80. Tena wewe ndio unatakiwa kumlamba vizuri, kwa sababu wewe ndio unamwambia, unamuonyesha ulichojifunza kutoka kwake. Kwamba ulinifundisha kwamba mlevi anakungutwa mboko 80, sasa ninakupa za kwako kwa mujibu wa elimu ulionipa hii fiqh, mboko 80. Shekhe, kesho mkikutana sasa salamu hataki kwenda potelea mbali, nishakutia adabu kwa mujibu wa sheria. Basi hivyo hivyo milango ya sheria ndivyo inavyofanya kazi, lakini usivuke, usione tabu na ukaona oga kuzitekeleza sheria. Mahala tu ambazo zinaruhusiwa na utendaji kazi wake uko huru, chapa shughuli mzee. Ila katika mipaka hiyo, ikiwa ni swala la nasaha tu katika masala ya hitilafu za kwenye dini na tofauti katika misimamo, basi ishieni kwenye maneno. Haya ninayokuelekeza mimi ni masuala ya mipaka, kitabul hududi, mipaka, sheria ya mipaka, kitabu cha mipaka ya kisheria. Kafanya makosa ambayo sheria inataka, imeweka hukumu kabisa kwamba kosa hili hukumu yake ni hukumu fulani, basi anahukumiwa moja kwa moja na sheria hiyo. Tena asimamia we mwenyewe ili umuonyeshe kwamba alichokufundisha umeelewa. Sawa? Sasa akiwa ni sharifu kizazi cha Mtume Muhammad, ni mahala pake kumuwasha mboko kama kalewa. Sawa? Au kasingizia. Kadhaf. Mtu alosingizia huwashwa mboko 80. Basi wewe ambaye unajua hiyo sheria, akifanya sharifu mambo kama hayo na sheria ya Kiislamu inafanya kazi, muwashe wewe mboko. Kwa sababu unajua kinachotokea, vile unavomuwasha mboko, unakuwa sasa kama ni mtumwa ambaye anamsafisha bwana wake alochafuka. Yeye kwa kufanya yale makosa ameshajirushia matope, kachezea matope. Basi je, mtoto wa bwana wako, mjukuu wake, bwana mfalme wako, sawa, mwanae kadondoka kwenye tope, wewe mtumishi wa yule mfalme unafanyaje? Mtumwa wa yule mfalme, si utachukua umuoshe maji umsafishe vizuri? Basi kule kumuosha mboko sharifu akifanya makosa yanayostahili mboko, lakini basi unakuwa kama ni mtumwa wa mfalme, amemuona mtoto wa mfalme kaanguka kachafuka, sasa anampangusa, anamuosha. Namna hiyo. Kwa si sheria za hududi zinafanya kazi. Ikiwa ni sheria sio katika milango ya hududi, ni katika milango ya kawaida tu, basi unamnasihi. Akishindwana na wewe katika nasaha, muache. Ushafikisha ujumbe kwamba yeye anaichafua heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatakayomkuta atajijua mwenyewe siku atakapokutana na mtume mwenyewe mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini mtume asema, wallahi lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat lakatatu yada. Anasema ninaapa, huyu Fatima binti Muhammad kama akiiba ninakata mkono wake. Mimi ninakata mimi mwenyewe. Na hakuna mtu alikuwa na uchungu kwa Mtume Muhammad kama Bi Fatima. Hakuna mtu alikuwa na uchungu kwa Bi Fatima kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Historia inatuambia na hadithi ziko wazi kwamba ndo mtu peke yake ambaye alikuwa akitokea mtume humsimamia kwa taadhima na tashrifa la. Ilikuwa Bi Fatima, mahala popote akitokea mtume alikuwa akisimama. Na hakufanya hivyo kwa watoto wake wengine, na alikuwa na watoto wengi tu. Sawa Ina maana ana sharafu ya ziada. Kadhalika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mahala popote akitokea Bi Fatima alikimsimamia. Huku kusimamia kwa kutaadhimisha ni jambo limethibiti sana, halina wasiwasi wote. Kusimamia kwa kutaadhimisha mtu kwa sababu ya sharafu yake, mapenzi yako kwake na takriban laha au lahu. Sawa? Unamsimamia, hakuna wasiwasi wote. Akifanya hivyo mtume kumfanyia Bi Fatima, naye akimfanyia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mahala pale alipokuwa kakaa mtume sallallahu alaihi wasallam, Bi Fatima alikuwa akija, basi humchukua akamkalisha pale. Bi Fatima kadhalika mahala alipokuwa kakaa, akitokea mtume humsimamia, akamshika babake akamkalisha pale. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini hilo halifanyi sasa kuwa ndo kigezo cha mtu kuvunja sheria. Ina maana ndio maana mtume anamwambia, hata wewe hivi unaona ninakutaadhimisha ukiiba na kukata mkono. Maana hii sasa linakuwa ni swala la sheria, sio kutekelezewa wajibu wake wa kisheria ambao tunatafuta kuridhiwa na Mwenyezi Mungu, sababu hizi sheria ni Mungu aliozipanga. Kwa hiyo ni hivyo ndugu yangu, inshallah usizidi hapo. Na kama unakwenda kwenye hududi pita hivi, nje ya hududi pita hivi. Nafikiri itakuwa ufafanuzi wangu japo si fasihi sana, lakini umenielewa.